Habari na ujambo mtazamaji na mfuatiliaji wa Itambuo Sheria TV. Karibu tena leo katika kipindi chako kupendwa, kipindi cha Sheria Mtaani, ambalo ni jukwaa la kupata maoni mbalimbali ya wadau kuhusiana na mada mbalimbali za kisheria. Leo tupo katika mtaa ya Masha, wilaya ya Nyamagana, mkoani Mwanza. Tupo hapa kupokea maoni mbalimbali ya wadau. Tusikie wanasema nini kuhusiana na mada ya leo inayosema kwamba unawashauri nini vijana wanaoishi na mabinti za watu kama wameoa lakini nyumbani kwao hawatambuliki? Twende tukasikilize maoni ya wananchi wanasema nini kuhusiana na mada hii kuu ya leo. Usiondoke, upo na mimi Henry Moses Msela. Karibu tukasikilize maoni ya wadau wanasema nini kuhusiana na hii mada kuu ya leo. Bro, mambo vipi? Safi bwana. Kwema. Kwema. Unaitwa nani? Anaitwa Noeli Jafeti. Noeli Jafeti. Salama kabisa. Noeli, unawashauri nini vijana ambao wanaishi na mabinti za watu bila kutambulisha nyumbani kwao? Vijana cha kuwashauri sio halali na kukaa na mtoto wa mtu ndani na kuishi naye, kwa sababu linaweza likatokea chochote ikawa shida kwa yule ambaye anaishi naye pale. Tatizo lote linaweza likatokea, labda anaweza kafariki, anaweza kapata shida yoyote ile, akaumwa ghafla. Kwa hiyo kama unaishi naye nje na matakwa ya wazazi, manake inataka kumletea shida yule ambaye anaishi naye. Kwa unawashauri vijana wakajitambulisha? Nitakuwashauri vijana wakajitambulisha kwa wazazi wao, yani kila mzazi ajue wazazi wao kijana na mtoto wa kike yule. Asante kwa maoni yako. Asante sana. Kaka, habari? Salama. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Jafet. Jafet. Ndio. Jafet, unawashauri nini vijana ambao wanaishi na mabinti za watu bila kutambulishwa nyumbani kwao? Kwa upande wangu mimi ningependa kuwashauri waende wakajitambulishe, kwa maana tumeshaona kuna matukio mengi, nakuta mtu kachukua mtoto wa mtu kakaa naye ndani, mwisho wa siku yule mwanamke anafariki na kwao unakuta hawafahamu. Sasa inakuwa ni changamoto, unakuta familia ya upande wa mwanamke hawakuelewi kabisa. Kwa hiyo ningependa kuwashauri ili kuepukana na hilo tatizo, ni vyema muwe mnatambulika hata kama kweli labda kuna imetokea, maana Mungu na yeye unakuta amepanga kwamba labda hiyo labda ndo siku ya mwisho ya yule binti amefariki. Kwa hiyo familia ikiwa inafahamu, labda kwa mwanamke wanakufahamu na wewe unafahamika, kwa hiyo inakuwa hata kama kweli amefariki hakuna shida yoyote inaweza kutokea. Kwa hiyo naona washauri pia wakajitambulishe nyumbani kwao. Ndio. Asante kwa maoni yako. Asante. Kaka, habari? Salama kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Mwinyi MC. Mwinyi MC. Yeah. Mwinyi, unawashauri nini vijana ambao wanaishi na mabinti za watu bila kutambulika kwenye familia za binti au bila kutambulika kwa wazazi? Mimi naona hili swala kwa Gen Z limekaa kifamilia kabisa, ambapo tunaona vijana wengi wanachukua mabinti wa watu bila familia zao kuweza kujua. Mimi naona kwa jambo hili ni nzuri, kwa sababu cha kwanza kwa si watoto wa kiume inatupunguzia baadhi ya majukumu. Unaona? Kwa mfano mimi nitoke darasani eti niende nyumbani niseme nianze kupika. Sasa akiwepo pale anakuwa ananisaidia baadhi ya majukumu ambayo mimi nakuwa sifanyeje, siyatekeleze, mfano kupika, umeona? Mfano kufua, umeona? Sisi watoto wa kiume tuna mambo mengi sana mtaani, umeona? Sasa akiwa yeye yupo pale anachukua nafasi ya kufanyeje, ya kufanya majukumu kama kupika pamoja na kufanyeje, pamoja na kutufulia nguo, umeona? Yeah. Kwa ni jambo jema. Hili ni jambo jema kabisa, na kimsingi jambo hili kwa sababu unakuta vijana tupo kwenye mahusiano, ili kuweza kumtambua vizuri yule binti na baadaye kuja kumuoa, inatakiwa aanze kufanya practical kwanza, ndipo baadaye anaweza kuchukuliwa, umeona? Sasa hatuwezi tukasema labda unakuja kumchukua tu from nowhere tu, umeona? Kwa hiyo imekaa kifamilia kabisa. Asante kaka Mwinyi. Asante. Habari? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Witness Filipo. Witness Filipo. Yeah. Dada Witi, unawashauri nini vijana ambao wanaishi na mabinti za watu bila kutambulika kwa wazazi wao? Mimi kwa ninavyoona sio vizuri, kwa sababu mtu anaweza kupata tatizo. Kwa mfano mwanamke au mwanaume anaweza kupata tatizo, mzazi wake afahamu. Kwa mfano unachukulia hata mfano wale wadada wanaoenda kwenye mageto ya wanaume, anaweza kupata shida au anaweza kaumwa kupata infection yoyote afikatokea shida. Kwa hiyo naona sio vizuri, ni vyema kwanza katambulishana kwa wazazi, kajulikana lipi ni lipi, ikaendelea anapofanya wenzao. Hivyo. Kwa hiyo unashauri wajitambulishe kwa wazazi. Wafanye hivyo kwa sababu sio vizuri. Lakini kama pia hawajulikani sio vizuri. Kwa sababu gani? Kwa mfano uchukulia hapa hivi chuoni, wengi ni wapenzi, si ndio? Lakini
kuna wale wako mtaani, wengi pia ni wapenzi wale wako mtaani, lakini wachuoni pia kuna namna ya kufanya. Maana sio wazazi wengi wanajua kwamba watu wanakuja kuendeleza mahusiano, wengine wanajua kuja kusoma. Kwa hiyo sio vizuri, kwa inabidi kwanza wafuate kodi. Asante kwa maoni yako. Asante pia. Mama, shikamoo. Jambo. Sijambo mama. Samahani, unaitwa nani? Naitwa Happy Bwira. Happy. Samahani mama. Unawashauri nini vijana ambao wanaishi na mabinti za watu kama wameoa bila kutambulishwa nyumbani kwa mabinti? Hiyo hali ina madhara makubwa sana. Kwanza kumbuka, mwanadamu anatembea na damu. Wakati wowote ule linaweza likatokea la kutokea, na mzazi wa yule binti hana taarifa yoyote. Hata mzazi wa mtoto wa kiume tu pia unakuta hana taarifa. Lakini vijana wa siku hizi wanadiriki kukaa na mabinti za watu bila hata kutoa taarifa yoyote, kuwa labda upande wa mwanamke ya kwamba mimi niko na binti yenu, ili waweze kujulikana pande zote mbili. Maana inaweza katokea madhara, kuna mtu kufia ndani ghafla na ukajikuta wao hawana taarifa. Inaweza ikakugharimu sana, inaweza ikamgharimu sana kwa mtu anayefanya kitendo kama hicho, kwa kijana wa kike, hata kijana wa kiume pia. Hasa vijana wa kiume ndio wana hiyo tabia ya kufika, unachukua tu binti, unamkuta tu, mnakaa, mnaelewana wenyewe, mnajenga, mnaishi. Na kuishi kwenyewe ni kama temporary tu. Hawana nia ya kwamba labda niishi na huyu binti kwa nia moja au nyingine. Sasa wakati huo bado wewe unajiandaa kwenda kufuata taratibu zingine zinazofuata, likakutokea yule binti akafia ndani, unapata shida, unapata tabu kwa wazazi wa mtoto wa kike na hata katika jamii inayokuzunguka. Hivyo basi, ushauri wangu, vijana watumie nyendo zinazofaa ili waweze kuishi na mabinti za watu kwa usalama zaidi. Kijana akichukua binti na kwao wakiwa na taarifa, hakika hata likikutokea la kutokea, hawawezi kuchukua action yoyote ile, kwa sababu wanakuwa wanajua ya kwamba huyu binti yetu anaishi na kijana wa fulani. Bro, mambo vipi? Safi kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Godfrey Katete. Godfrey. Ndio. Godfrey, unawashauri nini vijana ambao wanaishi na mabinti za watu bila kutambulika nyumbani kwao? Kitu ambacho naweza nikawashauri vijana wenzangu, yani kitu cha kwanza, hicho kitu huwa kuna hatari yake. Kwa sababu gani? Yule binti unaweza ukawa unaishi naye ndani, ila kabla hujaanza kuishi naye ujue kuna vitu vingine vinaweza vikatokea. Kuna vitu vingine, mfano labda akapata changamoto, labda kifo, japokuwa tuombei, akakufia ghafla. Yani wewe utajikuta unaingia kwenye changamoto ambayo haukutarajia. Kwa sababu gani? Hakuna mtu atakaye kuelewa kwa huyo labda amekufa kutokana na mipango ya Mungu au nini. Hiyo ni issue ya kwanza. Kwa utaingia kwenye changamoto, kwanza wakwao watakuwa wanakutafuta, unatafutwa na vyombo husika. Maana wanakutemu kama vile wewe sasa ni muuaji. Wakwao watauliziwa, huyu mnamfahamu, huyu hatumfahamu. Unaona? Kwa hiyo kitu cha kwanza, maana utakuwa sasa wewe unasimamisha mambo yako, unaingia kwenye trouble za kukimbia kukwepana na hilo shida, ukiamini kwa ukikimbia ndio utakuwa umesolve. Unaona? Alafu tatizo lingine la pili, kuishi na mtu ambaye yani wakwao hawakujui au upafahamu kwao, ni changamoto inaweza ikatokea. Yani let's say una vitu ndani, labda una vile vitu vya ndani, labda au hela, ikatokea ukaenda sehemu kwenye kujitafuta huko, ukarudi ukakuta umeibiwa, itakuia ugumu uanze kutafutia wapi, kumtafutia huyo mtu wapi, kwa sababu kwao upafahamu, wakwao wakujui. Kwa hiyo itakuwa umepoteza vitu vyako kinamna hiyo. Wewe unawashauri vijana wakajitambulishe kabla hajaanza kuishi na mabinti za watu? Mimi nilikuwa naona ni vyema wakaenda kujitambulisha, wakajulikana huko na wenyewe wakapafahamu huko, itakuwa ni vyema sana, na watakuwa wameepukana na matatizo kama hayo niliyozungumzia mwanzo. Asante kaka Godfrey kwa maoni yako. Asante pia. Habari? Salama za leo. Salama. Unaitwa nani? Kwa majina nafahamika kama Mkulungwa Koplo.
Mkurungwa Koplo. Yes. Mkurungwa Koplo, unawashauri nini vijana ambao wanaishi na mabinti za watu kama wameoana lakini hawatambuliki kwa wazazi wa mabinti? Vijana ambao wanaishi na mabinti za watu kabla ya kuoana, kwanza kitu cha kwanza inabidi waache, kwa sababu kuna changamoto ambazo zinaweza zikatokea. Sasa changamoto endapo zitatokea, inakuwa vigumu kuieleza familia. Mfano, kuna vifo. Swala la kifo bwana ni swala kubwa sana. Kwa hiyo swala la kifo linapotokea kwa yule binti ambaye unaishi naye akaja akakufia ndani, itakuwa vigumu kuwaeleza wazazi wake, kwa sababu wazazi walikuwa hawajui kuwa unaishi na wewe. Kwa hiyo ni vizuri wangeenda wakajitambulisha, ndipo wakaanza kuishi vizuri. Kwa hiyo unawashauri kwamba wakajitambulishe manyumbani kwa mabinti. Uzuri wakajitambulishe ili baadaye wasije wakaleta changamoto mbalimbali. Ila endapo hawatojitambulisha watapelekea kuwa na changamoto mbalimbali, endapo changamoto hizo zitakuja kutokea hapo baadaye. Asante kaka Mkurungwa kwa maoni yako. Asante, shukrani sana. Asante. Mfuatiliaji na mtazamaji wa Tambua Sheria TV. Na haya ilikuwa ni baadhi ya maoni ya wananchi waliokuwa wanaongelea mada leo inayosema unawashauri nini vijana wanaoishi na mabinti za watu manyumbani kwao bila kutambulishwa kwa wazazi. Hayo ndio baadhi ya maoni ya wananchi kutokea katika mtaa wa Masha, wilaya Nyamagana, mkoani Mwanza. Na wewe mtazamaji, unatoa ushauri gani kwa wananchi? Tuandikie kwenye comment hapo chini. Usisahau kusubscribe, kulike, comment, share ili ndugu na jamaa na marafiki wapate elimu mbalimbali za kisheria. Sisi tunasema Tambua Sheria TV, elimu kwa wote.